Kabla hajawa mtu aliyetikisa dunia, alikuwa mtoto wa jangwani, lakini ndani yake kulikuwa na ndoto ambayo ingeweza kubadilisha Afrika yote ama kuiharibu. Jangwa la Libya, upepo mkali ukivuma, ulibeba vumbi la historia ambayo haijaandikwa. Hapo ndipo alipozaliwa mtoto mmoja mwaka 1942. Jina lake ni Muammar Gaddafi. Hakuzaliwa kwenye nyumba ya kifahari. Hakukuwa na umeme, hakukuwa na barabara. Alizaliwa kwenye hema, katikati ya maisha ya kifugaji. Lakini kitu kimoja kilikuwa tofauti kwake. Alikuwa na hasira ya kimya, hasira dhidi ya hali ya umaskini, hasira dhidi ya ukoloni, na zaidi hasira dhidi ya mfumo uliokuwa unaonekana kumdhalilisha Mwafrika. Utoto wake haukuwa wa kawaida. Akiwa bado mdogo alianza kusikia hadithi za ukoloni, jinsi Libya ilivyotawaliwa na Italia na baadaye kuwa chini ya ushawishi wa mataifa ya Magharibi. Lakini mtu mmoja alimwathiri zaidi kuliko wote: Gamal Abdel Nasser, rais wa Egypt enzi hizo. Nasser alikuwa si kiongozi tu, alikuwa ndoto ya Waarabu na Waafrika wengi. Alizungumza kuhusu umoja, alizungumza kuhusu kujitegemea, alizungumza kuhusu kupinga ubeberu. Na kijana Gaddafi alimsikiliza kwa umakini na ukimya, lakini ndani yake moto ulikuwa unaanza kuwaka. Miaka ilivyoenda, Gaddafi hakuwa tu mwanafunzi wa kawaida. Alikuwa mtu wa kuuliza maswali ambayo watu waliogopa kuyauliza. Kwa nini nchi yetu ina utajiri wa mafuta lakini watu wake ni maskini? Kwa nini tunatawaliwa kimawazo hata baada ya uhuru? Maswali haya hayakumfanya apendwe, yalimfanya aogopwe. Akiwa kijana mdogo aliamua kuingia jeshini. Hii haikuwa bahati mbaya, ilikuwa ni mpango. Ndani ya jeshi ndipo alipoweza kujenga mtandao, ndipo alipoweza kupata nguvu, na muhimu zaidi, ndipo alipoweza kusubiri muda sahihi. Lakini Libya ya wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa kifalme King Idris, mfalme ambaye wengi walimuona kama kibaraka wa mataifa ya Magharibi. Na hapa ndipo taharuki inaanza kuongezeka, kwa sababu wakati wengine walikuwa wanaona utawala, Gaddafi alikuwa anaona udhaifu, na alijua kitu kimoja: nchi haiwezi kubadilika bila mapinduzi. Usiku mmoja ndani ya kambi ya jeshi, kundi dogo la vijana wanajeshi lilikutana kwa siri. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na ishara, lakini walikuwa na lengo moja: kuangusha serikali. Na mtu aliyekuwa anaongoza kundi hilo alikuwa ni yule yule mtoto wa jangwani, Muammar Gaddafi. Usiku huo hakukuwa na milio ya risasi, ilikuwa ni bila vita kubwa, ni tit for tat. Serikali ikaanguka, na mtu aliyefanya hivyo alikuwa kijana wa miaka 27 tu. Hii ilikuwa mwaka 1969. Libya ilikuwa kimya, lakini chini ya kimya hicho kulikuwa na mpango uliokuwa ukichemka. Haya mapinduzi haya, acha ni kusimulia vizuri yalivyokuwa. Ndani ya jeshi, kundi la vijana wanajeshi lilikuwa limechoka. Wamechoka kuona utajiri wa mafuta ukinufaisha wachache. Wamechoka kuona nchi yao ikitegemea mataifa ya nje. Na juu ya yote, wamechoka kumwona King Idris akitawala bila mabadiliko ya kweli. Lakini tofauti na mapinduzi mengi ya Afrika, haya hayakuwa ya kelele, hayakuwa ya vurugu kubwa. Haya yalikuwa ya akili. Kiongozi wa kundi hili ni yule yule kijana wa jangwani, Muammar Gaddafi. Usiku huu ulikuwa tarehe 1 Septemba 1969. Gaddafi na wenzake walianza kusonga kimya kimya. Wakateka vituo vya redio, wakachukua vituo muhimu vya kijeshi, wakadhibiti mawasiliano yote ya nchi. Hakukuwa na taharuki kubwa mtaani. Wananchi wengi walikuwa wamelala, hawajui kinachoendelea. Na jambo la kushangaza zaidi, King Idris hakuwepo hata nchini. Alikuwa nje ya Libya kwa matibabu. Hii ikafanya kazi ya Gaddafi kuwa rahisi zaidi. Asubuhi ilipofika, sauti mpya ilisikika kwenye redio ya taifa. Sauti ya kijana ambaye dunia haikumjua vizuri bado. Gaddafi alitangaza kitu ambacho kingebadilisha historia ya Libya milele. Utawala wa kifalme umeisha.
Libya sasa ni jamhuri. Wananchi wengi wakashangilia. Kwao hii ilikuwa ni ukombozi. Hatimaye wakaona mtu ambaye anazungumza lugha yao, mtu ambaye anaelewa maumivu yao. Lakini hawakujua kitu kimoja: mapinduzi si mwisho wa safari, ni mwanzo wa nguvu, na wakati mwingine mwanzo wa hatari. Gaddafi alianza kufanya mabadiliko makubwa. Aliwafukuza wanajeshi wa kigeni nchini. Aliweka udhibiti wa mafuta mikononi mwa Libya. Alianza kuzungumza kuhusu umoja wa Afrika na Waarabu. Ndoto yake ilikuwa kubwa sana: kubadilisha Libya, kisha Afrika nzima. Lakini kadiri siku zilivyoenda, swali moja lilianza kujitokeza kimya kimya. Je, huyu ni mkombozi wa kweli au anaanza kuwa mtu mwenye nguvu zisizo na mipaka? Ndani ya miaka michache tu, Gaddafi hakuwa tena tu kiongozi wa Libya. Alianza kuwa sauti ya Afrika na adui wa mataifa makubwa duniani. Na hapo ndipo vita ya kimataifa ikaanza polepole. Lakini wengi wasichojua ni kwamba uadui wa Gaddafi dhidi ya mataifa makubwa ikiwemo Marekani haikutokea ghafla. Mwanzo alianza kwa uswahiba. Usikose kufuatilia episodi ya pili ya kisa hiki kizuri cha Mwanaafrika aliyekuwa na ndoto ya kuunganisha bara la Afrika. Usisahau kusubscribe.